imewahi kushuhudiwa kwenye uwanja wa Nyamagana Mwanza, lakini pia ikachezwa kwenye uwanja wa CCM Kirumba, lakini pia mechi hii yenye uzito kweli kweli ikachezwa kwenye uwanja wa Hassan Mwinyi, ikachezwa pia kwenye uwanja wa Benjamin William Mkapa, imewahi pia kuchezwa kwenye uwanja wa Shamba la Bibi maarufu kama uwanja wa Uhuru. Mechi hii ya kipekee kweli kweli imeshuhudiwa pia kwenye uwanja wa Amani visiwani Zanzibar, ambapo kwa mara ya mwisho timu hizi zimekutana siku 4 zilizopita, na leo tunaishuhudia kwenye uwanja wa Meja Jenerali Samuyo Mbweni nje kidogo mwa jiji la Dar es Salaam. Karibu sana mtazamaji wa Mwananchi Digital, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa ambapo kipute hiki kitapigwa. Macho ya Watanzania yatakuwa hapa, macho ya Afrika Mashariki yatakuwa hapa, na macho ya Afrika nzima yatakuwa hapa kushuhudia miongoni mwa dabi kubwa zaidi barani Afrika. Hii ndio hali ilivyo kwenye uwanja huu wa Meja Jenerali Samuyo. Biashara mbalimbali zinaonekana kuchukua nafasi huku wakisubiri mechi hii ya 116 kuchezwa, tangu kuchezwa kwa mara ya kwanza, tangu kupigwa kwa mara ya kwanza mwaka 1965. Miongoni mwa njia kuu ambayo inatumika kufika kwenye uwanja huu ni hii, ambapo takribani mita kama 200 kuna beria ambapo unakaguliwa kama una usafiri kabla ya kufika eneo hili kwa ajili ya taratibu ambazo zipo za kuingia uwanjani. Ngoja tuzungumze bwana na wenye mechi yao. Bwana vipi? Safi. Kwema. Kama kawaida. Bwana mzee wa mashuka. Ndio. Naona mzee wa kutabili hapa. Umejaa tele. Kama kawaida, kama pishi la ubwabwa wanasema Waswahili. Bwana nini unakiona? Mimi nimekiona kwangu mimi Young African Sports Club ni kwenda kuchukua point 3 na kuziweka kibindoni. Acha bwana. Yaani ndo lengo langu, sina lengo tofauti na hilo. Nini kinakupa ujasiri? Kinaponipa ujasiri mimi naongoza ligi. Kinaponipa ujasiri nimemfunga mara 6 mfululizo katoa sare moja kwenye ligi. Hatuhesabu nyingine kwa sababu ile ni kama ilikuwa ndo kapu. Acha bwana. Kwa sababu ile sasa ile kombo unachukua unaenda wapi? Muungano anaenda wapi? Muungano ndugu yangu ilikuwa na thamani zamani. Zamani ulikuwa kuchukua lile kombe unaenda shirikisho kwenye nani za kafu. Lakini sasa hivi kuchukua kama vile unajiburudisha tu. Sasa hivi yani kombe kubwa ni NBC na CRDB. Kwa maana mimi najivunia kwa sababu ni bingwa mtetezi. Alafu sasa yani ni bingwa mtetezi wa NBC, ni bingwa mtetezi wa CRDB. Kwa hiyo mimi nasema kwamba kitu kimoja, kule walifurahi kwa mara, yani tumemfunga mara 6 yeye tufunga mara 1 mfululizo. Sio, umeelewa hiyo? Sawa. Kwa hiyo na maana kwamba kitu kimoja kinachotakiwa kwamba yani wakae kwa kutulia. Yanga hajawahi kufungwa mara 2 mfululizo na Simba. Bwana inakuaje mzee? Fresh. Wanakuita nani? Naitwa mzee wa kujichora au Mustafa. Mzee wa nguvu moja. Bwana vipi bwana? Umesikia ndugu anakuambia bwana ile bwana ilikuwa ni kombe la kawaida, leo ndo kuna shughuli. Najua siku zote binadamu waishiwagi maneno. Hata msimu ulioisha walisema wanabeba vikombe vyote likiwepo pamoja na Muungano. Walibeba kweli na la Muungano au sijakosea? Kama sijakosea lakini. Na walibeba kwa sababu sisi tulikuwa hatujashiriki. Yote kwa yote nawaambia kwamba hawa sisi walichokuwa natuini ni nje ya uwanja. Na kodi zao za nje ya uwanja tushazijua. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine hawezi kutoka kwa mechi ya leo. Ukiangalia kwa quality ya wachezaji wetu ndani ya dakika 90, hilo tunakupa wazi kwamba Simba anashinda mapema tu. Ukiangalia nje ya uwanja tumewamiliki kila eneo, na ndio maana jana ulisikia vilio. Wanasema uwanja una maji, mara utafanya nini? Sisi tunawaambia kwamba chura haogopi maji, wasitafute sababu. Wamekuja eneo la jeshi, na ile eneo hakuna haja kuruka gate. Kama ndani ya Meja ndani uwanja Benjamin Mkapa. Benjamin Mkapa wanarukaga geti, lakini leo hapa ndani ya Meja General Samuyo geti la kuingilia ni moja tu. Hakuna geti la kutoka. Huku kuna bahari, huku kuna wanajeshi. Sijui watatokea wapi. Bwana inakuaje mzee? Safi kabisa. Mambo cha nani? Mimi naitwa Shadrack Isaka Boka. Ndio. Bwana jamaa anatamba na kama bwana huku kuna bahari, huku kuna kambi ya jeshi. Sasa mimi nimwambie neno moja. Ukituchokoza tunakutaka, tukikuchokoza tunakutaka. Hii siku ya kisasi. Hatuna jambo lingine tofauti na kuchukua muhimu pointi 3. Ukituchokoza tunakutaka, tukikuchokoza tunakutaka vile vile. Yeye mwambie kama huku kuna bahari, huku kuna wanajeshi,
ameleta timu yake huku ili kulindwa na wanajeshi, viongozi wasipigwe, full stop, hamna kingine. Kwa sababu Benjamin Mkapa walimwataki Mangungu, lakini hapa usalama upo, ndo maana anajivunia kuwepo hapa, lakini hajivunii kwa sababu atachukua alama zozote hapa. Meja Isamuelo hapa muhimu, sisi wana Young Africa tunachukua pointi 3 muhimu. Anakaa chuma 2 mapema kabisa, tunakaa pale tunapumzika, tunamsubiri yeye sasa na pointi 8 aje kwenye mbio za ubingwa. Bwana, shukrani. Hamna noma. Na mechi hii zikutanisha timu mbili ambazo zina hesabu kali kweli kweli. Mbali na heshima ambayo mara nyingi imekuwa ikitafutwa kwenye mechi ya dabi, ni mechi ambayo kila mmoja ana mahesabu nayo kwenye hesabu za ubingwa. Ukitazama Yanga ambayo inaongoza msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ikiwa na pointi 47, yenyewe inahitaji kushinda ili kuendelea kuweka gap zaidi na wapinzani wao Simba ambao wapo katika nafasi ya pili wakiwa na takriban pointi 42. Simba wenyewe wanahitaji kupunguza tofauti ya pointi kutoka pointi 5 na kufika pointi 2 ili sasa kuchallenge ubingwa wa msimu 2025-26, kuona kama wanaweza kumaliza ukame ambao wamekuwa nao kwa takriban misimu karibu minne.